Kamsamida Tanzania, Kamsamida Maleli Fancy. Asante sana kwa timu yako na kwa support ambao ulikuwa nayo takriban tunapoanza simu ya kwanza ya Chuma Bomba sana. Hiyo walikuwa nasema Love Alarm. Katika season ya kwanza ulikuwa nami Falo DJ, na sasa tuko katika hatima ya Chuma Bomba sana, na leo tunaenda kupiga simu ya mwisho kabisa tamthilia bomba sana ya Love Alarm. Wanasema ni mlio wa upendo zaidi, na ilikuwa inaendelewa na Falo DJ. Sasa hebu tukamalize kabisa katika kile kiporo ambacho tukibakiza. Ile big up sana kwa mtu wangu wa nguvu ambaye alikuwa nami mwanzo mwisho. Hii ni Love Alarm, kumbuka ni The Chosen One. Hebu twende katika sehemu ya mwisho kabisa ya Chuma Bomba. Tunaogesha pale ambapo tuliishia. Wasema kilichofanya Mwamba aweze kutengana na mkali ni kwamba bibie kumbe alideactivate ile programu ili isije ikatengeneza nafasi ya kuonesha kwamba yeye anaweza akawa anapendana na Mwamba kufahamika kwa jina la Hang Sun. Basi kwa wakati bibie alikuwa anajitahidi sana kutengeneza nafasi ya kuruhusu kitu kipya katika moyo wake, lakini kwa kitu ambacho kilikuwa ni kama bahati mbaya kwa wakati huo ni kwamba mwanaume baada ya kupata taarifa ya kwamba binti anapatikana katika maktaba moja kubwa sana, aliweza kutimba, na hapa alikuja kwa kumwambia binti juu ya kitu ambacho kilikuwa ni kama final say. Basi bibi alishangaa sana kutengeneza nafasi ya kutana na mkali kwenye katizi, kwani tayari anajua mkali yuko katika mahusiano. Lakini Mwamba pamoja na kufika katika eneo, bibi alimwambia ingekuwa ni vema tu kama ungeweza kuniacha mimi niendelee na maisha yangu, kwa sababu sioni kama kuna usamani wa kitu ambacho unajaribu kukilazimisha. Hii ilikuwa ni muuma sana binti, kwani binti alifanyaga kitu hiki kwa ajili tu ya kuhakikisha anaweka mambo sawa, maana lawama zilikuwa nyingi sana katika kile ambacho kilitokea katika ile ajali ambayo ilipita. Na hii inatuleta katika kumbukumbu sasa ya mwanaume ambaye anafahamika kwa jina la Young. Unaweza kumuita fighter of love. Mwamba kapambana sana kutengeneza nafasi kwa Kim Jojo, lakini ndio vile tena. Inasemekana kwamba Mwamba alijitahidi kuhakikisha anaweka kila kitu sawa, na visoda vijuisi ndio vilikuwa vya kumpatiaga bibie kwa kipindi chote. Hii aliweza kuturudisha nyuma kidogo ili tuweze kuelewa kwa nini binti aliweza kuachana na mkali live. Hiyo ilikuwa ni sababu ya binti kudeactivate ile program, lakini kwa sasa binti anarejesha program katika simu yake. Sasa hatujui ni nini ambacho kimemshawishi binti aweze kurejesha tena program ya Love Alarm katika simu yake, kwa sababu wakati umeshapita mwingi sana. Sasa kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Dokugo, huyo ndo aliyetengeneza program ya Love Alarm. Lakini sasa ni kwamba mapenzi yameshamkataa, kwani mtu ambaye alikuwa anampenda bibi kufahamika kwa jina la Gurumi kwamba alishatengeneza nafasi ya kutomwamini mkali. Mkali alichoamua kilikuwa ni kitu kimoja tu, kwa kesha nazima kila kitu ambacho kilikuwa katika mtambo na kuweza kujisuicide, yani kujiangamiza mwenyewe. Basi kila kitu kilikuwa kimezima na maisha ya mkali tayari alikuwa ameshaweza kwenda na maji. Hatujui ni nini ambacho kilitokea kule chini alikoanguka, lakini mkali kama kawaida kila siku anajitahidi kuhudhuria katika hii maktaba, akiwa anajitahidi kutengeneza nafasi ya kupata karibu na binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Basi tunaombea kwa siku leo binti wa kufahamika kwa jina la Gomi, baada ya kutoka kwenye production zake za uzaji wa nguo na usambazaji, alikuja na mahasira sana, kwani inaonekana kwa siku ya leo hakufanikisha kupata kiasi ambacho kilikuwa ni kizuri cha fedha. Hasira zake zote anaonetea binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Anafokea sana, na hiyo inafika sehemu mpaka binti anaamua kumtolea maneno ambayo anamkasirisha bibie, na hivyo alianza kutupa vitu vya binti katika eneo la chini na kusema kwamba ingekuwa ni vema kama angeenda kutafuta sehemu nyingine ya kuishi, kwani amekuwa ni kama mkosi katika nyumba ya pa. Basi yote akiwa anaendelea kutokea, kali wa kufahamika kwa jina la Young alifika katika eneo na alijitahidi kumwahi kumkinga binti ili asije akakutana na kizaazaa cha vitu ambavyo vinatupwa kutoka juu na binti wa kufahamika kwa jina la Gurumi. Na hapa kuna kitu kilianza kujitengeneza tena upya. Tara binti anasema unaweza ukaupdate tu mahusiano kwa nini, au sio? Basi binti alianza kuona kuna kitu ambacho kijakaa sawa katika moyo wake, na Mwamba tayari kuna namna ameanza kuingia katika akili ya binti. Anamwambia pindi ambapo nakuaga na hasira na najisikia vibaya, huwa anatengeneza nafasi ya kufika katika daraja moja kubwa sana, na hapo huwa anatoa kila kitu ambacho kipo katika moyo wangu. Yani ni kwamba kwa kuongea vile vitu ambavyo vinamkera, vinamkasirisha na vinamfanya asipate amani, yeye akiviongea katika ile eneo vitamtoka na ataweza kujisikia hali ya usawa zaidi. Basi bibi alalamika sana juu ya kile ambacho kilitokea kwa wazazi wake,
na yale maisha ya mateso ambayo anapitia kwa sasa. Anasema na kwa sasa ana mtu pekee ambaye anaweza kumsaidia, lakini binti aliweza kumuuliza mkali, nini ambacho kipo katika moyo wako? Mkali anazidi tu kusema Kim Jojo, Kim Jojo, Kim Jojo, Sora Kimita. Anasema anampenda, lakini kutokana na zile barafu na zile vitu ambavyo viko pale vinashindwa kumfanya binti asikie umakini zaidi. Lakini kiukweli ni kwamba kwa wakati huu mkali wa kufahamika kwa jina la Hyung anahitaji kurudisha nafasi yake kwa binti, kwani anaamini kile ambacho kilitokea kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Angsun haikuwa riziki, alifanywa tu maujanja, alifanywa timing. Leo binti aliweza kufanya kitu ambacho kilimshtua sana mkali. Bakiwa anaondoka, alishangaa anaitwa Hyung na mtoto mzuri leo alimpatia kinywaji mwamba. Hii inatengeneza kwamba saizi binti kuna kitu ambacho anakifikiria kwa mkali. Sasa kwa mambo yesu huko anachungulia, anaona mwanaume anayejea majira usiku, akajua huyu lazima anahitaji kunimalizia kizaza. Basi tunaambia kadri siku zilivyozidi kwenda, mwanaume zidi kutengeneza nafasi za kuwa karibu na bibie, kuhakikisha naye mambo yake yanakuwa sawa zaidi. Leo pia alipata nafasi ya kuongea na binti mambo mengi sana, lakini leo alimwomba favor moja binti ambayo alikuwa anasema ingekuwa ni vyema kama angepata nafasi ya kutana. Pande wa pili kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Angsun, yani mkali wa kufahamika kwa jina la Sunko, jina original. Yeye yuko akiwa anahuzunika sana, kwani anaamini tayari ile nafasi ya kuwa na binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo tayari imeshateleza katika mikono yake. Na kaka binti kanampenda sana mwomba, lakini ndio vile unajua kupenda usipopendwa kunakuwa na kamzozo zaidi. Basi leo mwanaume aliweza kuuliza juu ya habari ya Hyung iko wapi, lakini mamake na Hyung asema leo ilikuwa ni siku muhimu sana kwa mtoto wangu kukutana na mtu ambaye anampenda, ni mke wake wa baada. Hii ilimshtua sana mkali, akajiuliza ni wapi huko. Basi tara bintibu mwamba anafika katika ile supermarket ambayo binti anafanyaga kazi, lakini alikutana na kitu cha utofauti zaidi, ni kwamba kwa wakati huu pako closed. Binti hayupo. Sasa binti ameenda wapi? Ina maana nani atapata nafasi ya kukutana na binti kwa wakati huu? Huyo mwamba kwa kweli ni kwamba alikuwa amesha lamba dume, amemkosa bibi. Lakini upande wa pili kwa mkalo wa kufahamika kwa jina Hyung, yeye ndo alipata nafasi ya kuweza kucontrol kitu ambacho wasema ni sia ya bibi. Na sasa leo alihitaji kumuonesha bibi ni kiasi gani amekuwa kimpenda na kimhitaji kwa muda mrefu, na binti aliweza kufika kujua hatima yake yeye na mkali. Unajua kuna programu ambazo zinapima upendo Inge kwa hivyo bongo ni hatari sana. Wasema leo mwanaume alihitaji kupima upendo wake kwa binti na aweze kujua kama kweli kuna nafasi ya kuwa na binti. Alichokifanya ni kuwasha program ya Love Alarm. Hicho anasema kikagua upendo hicho. Baada ya kuwasha mambo yalikuwa bam bam, ni kweli Love Alarm yake iliweza kulia paka upande wa binti, na maana detect one person in 10mm love you. Asema kwa hizi kilomita 10 kuna mtu ambaye anakupenda sana wewe. Ina maana kwa binti iliwaka na kwa mkali iliwaka. Hii ilikuwa ni bonge moja la fla kwa mkali, kwani ni muda mrefu sana amepambana kuhakikisha jambo lake linakuwa sawa zaidi, na kwa sasa anaamini nafasi yake kutamba na binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Basi baadaye bwana mdogo kufahamika kwa jina la Angsun aliweza kumuita leo na kumwambia kwa hicho ambacho umekifanya sidhani kama kilikuwa ni kitu sahihi zaidi, kwani utengeneza nafasi ya mtu ambaye nafikiri alikuwa na muhimu sana kwa upande wangu. Lakini mwamba alimwambia wewe kama mtoto ambaye utengeneza nafasi ya kufikia pale, sisi ni watu ambao tumeasa sana na kile chombo muda mrefu, lakini wewe mnyatulu ulifika tu na kubeba zigo na kutambaa nalo. Bwana mdogo alisema sawa, najua mwisho utakavyokuja kuwa kutokana na hicho ambacho umekiamua. Lakini mkali akiwa hapa kitu kilitokea, kitu kimoja cha ajabu zaidi, ni kwamba simu ya mkali iliweza kulia alavuana, mkionyesha ya kwamba huyo binti anampenda sana mkali, na ili mkali aliweza kulitambua mapema sana ya kwamba bibie kwa sasa ameshaingia katika penzi zito sana na kumkubali mkali wa kufahamika kwa jina la Angsun. Basi tunaambiwa hatimaye ilikuwa ni siku ya uzinduzi wa program maalum sana. Baada ile programu ya mwanzo kuonekana ameingia matatizo fulani, kuna mtu ambaye ameibuka akisema ya kwamba ana uhakika na kile ambacho kinakuja kutokea kwa wakati huu, kwamba kuna program nyingine ambayo imekuja kureplace ile ya kwanza ikiwa imefanywa maboresho, na yenyewe ni programu ya mahusiano. Sasa watu wameitoa wapi? Lakini siku hiyo pia binti alipata mwaliko katika ile eneo, na yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuja kuhudhuria na kutambua kwamba ni nini ambacho kinatokea katika hii program, kwani ilikuwa ni siku ambayo pia watu walihitaji kumjua ni nani ambaye alitengeneza program ya Love Alarm.
Anasema hakika itakuwa ni tiba kwa wale ambao wanapendana na ina bora ikiwa na vision ambazo ziko very professional. Hii wanasema ni material copied, ni kwamba hawa walitumia material ya mkali ambaye kiukweli alionekana amepoteza maisha, na wao wanasema mmiliki kabisa wa programu hii ni kwamba leo atatoa na sana watu wengi sana watapata nafasi ya kumtambua sasa ni nani, kwa sababu mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Dokugu tuliona ni kama amepoteza maisha. Sasa huyu ni nani ambaye anasema yeye ndo mmiliki halali wa program ya Love Alarm? Kizaza bado kinazidi kusonga. Sasa Nombe mkali kwa upande wa pili Hyung alihitaji kuwa, kwani alijua endapo binti atengeneza nafasi ya kutana na mkali mambo yanaweza yakaribika, na kwa sasa binti yuko kwenye proposal ya kuolewa na mkali kufahamika kwa jina la Hyung. Sasa binti baada ya kufika katika ile eneo ni kwamba leo programu ya Love Alarm iliweza kuwaka, na hapa mwamba akagundua kwamba kumbe binti bado alikuwa anampenda, ni kama kuna makosa ameyafanya, lakini akichukua muda mkali wa kufahamika kwa jina la Hyung naye aliweza kufika. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba simu ya bibie inawaka I love you mbili, yani ni kwamba watu wawili wanampenda mtu mmoja. Bwana mambo. Basi nitakuwa sina mengi sana, na hii ndio final episode ya mzigo bomba sana wa Love Alarm ambayo ilikuwa inapigwa live kutoka GC Production Jumba la Burudani. Hii ni season 1, ipo season 2, lakini kwa season 1 wao wanaishia katika eneo hili hapa. Tujui katika season 2 nini ambacho kinatokea, lakini wao katika season 1 walimaliza katika ile eneo ya kwamba ilikuwa ni sehemu ambayo binti alikuwa yupo katikati. Wasema ni mtu nne ndani ya track moja. Sasa kizaza kinaendelea kusonga zaidi. Basi unganisha katika sehemu safi inayofuata kwa wiki ambazo kwa zinakuja mbeleni, kama tutapata bahati ya kutembea na season 2 mambo yatakuwa bomba zaidi. Ila niachie kwenye comment hapo kama utahitaji tuishushe Love Alarm season 2 au tupige chuma kingine kikali sana. Ila naomba nashukuru sana kwa support ambayo umenionyesha kuanzia mwanzo mpaka hapa ambapo tumefika final kabisa katika episode ya mwisho ya Love Alarm. Hii ilikuwa inapiga na Faudije kutoka GC Production Jumba la Burudani, kama dawa kama kawaizo ndani nyumba tena. Tukutane katika vigongo vingine vikali sana. Asante sana kwa time yako. Let's say come samida. Ciao.